Habari za jioni ndugu wasikilizaji. Ni Jumaa nyingine tena tunakutana kama kawaida hapa kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa wiki, lakini pia katika ile series yetu ya mid cap stock. Leo tutakuwa na Nico na Deo yuko hapa tayari na Lovililo. Karibuni sana, naamini tutakaribisha vizuri. Akati tunaendelea kukaribisha watu, naomba tujipe kama dakika 3 zingine, saa 12 dakika 10 kamili tutaanza. Karibuni sana. Labda kati tunajipa hizi dakika 3 kabla ya kuanza, Deo and Mr. Lovililo, karibuni sana. At least kwa kujitambulisha na at least wasikie kidogo. Najua tutakuwa wote baadaye na tutapata muda mzuri wenyewe kuongea kwa undani zaidi kuhusiana na Nicole, lakini naamini wandugu wawekezaji watafurahi sana kuwasikia kwa namna moja au nyingine. Karibuni. Thank you so much. Habari za jioni, dear investors. My name is Deogratias Dario, the investments manager of National Investments PLC. To the CRDB team, tunashukuru sana kwa kuweza kutualika kwenye this webinar, just to have a clear and highlight the performance of the company and kuweza kujua mengi zaidi kuhusiana na Nicole. Tunashukuru sana kwa nafasi hii and we look forward to a very good discussion with the investors. Asante sana Deo. Mr. Lovililo, karibu na investor wa kusikia kwa namna moja au zingine kabla tuanze na weekly lab. Hello, good evening everybody. My name is Ezekiel Lovililo. I'm the CFO for National Investments PLC. I'm happy to have you here. Hopefully we will have a very fruitful discussion. And what I can just assure you, as a company, we are really doing fine. Na tunafurahi kuwa pamoja na nyinyi siku ya leo. Karibuni sana na tunashukuru pia CRDB Brokers kwa hii performance highlights ambazo mtazifanya. So we are looking on for a nice session. At least it's a short time session, lakini I hope it will be very productive na kuwapa picha nzuri na overview nzuri investors kuhusu Nicole. Asante sana. Asante sana for very good and short introduction. Naona mitambo ishaka sawa hapa. Labda nimkaribishe ndugu Ibrahim kwa ajili ya kutupitisha haraka kwenye week 23, atuonyeshe nini kimetokea hii wiki ya 23 mwaka 2025. Karibuni wote. Asante sana Rutiko, na bila kupoteza wakati naomba tuweze kupata tu overview kwa haraka ya nini kimetokea kwenye wiki ya 23 au wiki hii kwenye upande wa capital markets, huku tukifocus sana kwenye performance ya equity markets pamoja na bond markets. Sawa. Kwa kuwakumbusha investors na watu waliokuwa karibu na soko, wiki hii kuanzia tarehe 2 ambayo ilikuwa ni Jumatatu ndio ilikuwa wiki ambayo zile sheria mpya za DSE, new trading rules, they were in effect, zilianza kutumika rasmi. Na
kadri tutakavyoenda mbele kidogo tutaona effect ya hii. Kwa hiyo tukumbuke kwamba activity ambazo zinaonekana wiki hii baadhi, sio zote, lakini baadhi zimekuwa influenced na hizi trading rules mpya. Hilo ni moja tu. So tukiangalia zile key market indicators, tunaona kwamba soko lilikuwa limechangamka wiki hii. Limechangamka kutokana na kwamba turnover iliongezeka kwa asilimia 191. Tuseme zaidi ya mara mbili ya turnover ya wiki iliyopita. Wiki hii ilikuwa karibia bilioni 8, wakati wiki iliyopita ilikuwa around bilioni 2.7. Kwa hiyo tunaona kwamba turnover imekuwa kubwa sana wiki hii, kumaanisha kwamba activities zilikuwa nyingi, na hiyo pia inakuwa reflected na volume of shares ambazo zimekuwa traded, ambazo zimeongezeka kwa asilimia 80, kuonesha kwamba kweli activities zilikuwa kubwa sana, au soko lilichangamka zaidi wiki hii ukilinganisha na wiki iliyopita. Lakini tunaona total market capitalization, mtaji wa soko lote kwa ujumla umeshuka kwa asilimia 0.5, lakini pia mtaji wa soko la ndani, hizi hisa za kampuni ambazo ni domestic companies, pia imeshuka kwa asilimia 0.65. Index ambayo sana sana imechangia katika kuishusha huu mtaji wa soko, tunaona ni index ya CS, Commercial Services, na nadhani hii pia itakuwa ni imechangiwa pia na hizi sheria mpya, lakini tutakuja kuona hapo mbeleni. Kwenye upande wa turnover, tunaona kwamba yes, turnover iliongezeka kwa karibia 3% ukilinganisha na wiki iliyopita, na CRDB kama ilivyokuwa wiki iliyopita dominate tena, amekuwa na turnover kubwa zaidi kwa asilimia 42.2 ya total turnover. Na of course CRDB ameendelea kufanya vizuri sana. CRDB is around the most liquid counter kwenye market, inakuwa na demand kubwa na supply pia ipo, na watu huwa wana trade sana. Nadhani trader wetu Rutiko anaweza katupa more insights baadaye, lakini yeye ndo amekuwa akidominate wiki hii, akifuatiwa na counter ya TBL ambayo trade kwa asilimia karibia 37 ya wiki hii. Tunaona kwamba around 98-99% ya share zote ambazo zimekuwa traded zilipita kama block trade ya around share 416,000 au 417,000, na hii imesababisha aweze kuwa namba 2 katika turnover ya wiki hii. Lakini pia tunaona NMB amekuja katika nafasi ya 3, karibia asilimia 17, so amekuwa the third top mover. Tunakumbuka kwamba ilikuwa tarehe 2 mwanzoni wa hii wiki, hii ndio ilikuwa tarehe ya mwisho nadhani ya dividend, na wale wanahisa au watu ambao walikuwa wanataka kununua shares za NMB na waweze kuqualify kupata lile gawio lao, walikuwa na hadi tarehe 2 kuweza kununua. Baada ya hapo ingeshindikana wao kupata gawio. Lakini pia kwenye counter ya NMB wiki hii tunaona kulikuwa kuna block trade ilipita ya share 200,000, na hii block trade ilipita around tarehe 4, ilikuwa ni baada ya hiyo tarehe ya dividend, au ilikuwa ndani ya ex dividend, na hiyo pia imechangia NMB kuwa katika the third top mover. Counter nyingine kama Nico ambao leo tupo nao katika webinar yetu, alikuwa yupo kwenye top mover pamoja na other counters. Nilikuwa nimetaja Nico hapo. Nico yeye alikuwa amechangia around asilimia 1.3 ya turnover yote. Kwa hiyo Nico pia ametembea wiki hii, na bahati nzuri tupo nao hapa kwenye session ya leo, tutaweza kupata more insights.
Kwenye upande wa gainers and losers, leo kama wasikilizaji wetu wanaotufuatilia kila wiki wataona kweli leo hii chart imekuwa ni kubwa zaidi ukilinganisha na wiki nyingine. Lakini kwenye gainers kama kawaida yetu tukiwa tuna focus na counter za ndani, domestic counters tunaona counter ambayo tulianza kuiongelea hapa au katika wiki za kwanza kabisa ya Mkombozi Bank katika hizi series zetu, imepanda sana wiki hii. Imekuwa the top gainer kwa 19%. Ilianza wiki ikiwa shilingi 790, imemaliza wiki leo bei yake ikiwa 940, 19% imepanda. Sio mbaya, investors wa Mkombozi watakuwa wanacheka kweli wiki hii. Counter ya pili ambayo tuna furaha kuwa nao hapa, Niko, imepanda kweli wiki hii kwa 12.3. Ilianza wiki ikiwa bei yake ilikuwa 810, leo imefunga kwa shilingi 910. Not a bad move. Lakini pia Afriprice pia amepanda kwa 9.7. Maybe not very surprisingly, kwa wengine inaweza kuwa ni surprise, lakini Twiga Cement, Tanzania Portland Cement, amekuwa another top gainer, amepanda kwa 9%. Wiki hii alikuwa alianza wiki kwa shilingi 4,400, leo hii amefunga kwa shilingi 4,800. Ameweza kugain kwa 9%. Katika counter ambazo gain yake imetokana na sana na hizi sheria mpya za DSC kuingia, tunaweza tukaona toll gases mwaka huu tunaona bei haijasogea kabisa. Tokea mwaka uanze tunaona bei haijasogea kabisa, japo wiki hii tunaona bei yake imeweza kupanda. Ilifungua wiki na ile bei yake ya shilingi 670, lakini tunaona imepanda, sio kidogo, imepanda sana kwa 9% hadi shilingi 730 imefunga leo. Kwa tunaona zile counter sasa zinakuwa unlocked, na especially kutokana na kwamba sasa hivi ni share 100 tu zinatosha kwa ajili ya kumove bei kutokana na hizi sheria mpya. Tukienda haraka counter ni okay, tunaona counter ni nyingi sana ambazo zimeweza kupanda, lakini kwenye counter zilizoshuka counter ambayo imeshuka sana au the top loser wiki hii amekuwa ni Voda. Again tunarudi pale kwenye mabadiliko ya sheria. Voda tangia mwaka uanze na kwa muda mrefu bei ilikuwa imeganda pale shilingi 770, lakini tunaona hadi leo closing price ni shilingi 650, imepungua kwa 15.6. Tunaona namna ambavyo haya mabadiliko ya sheria na unlock sasa hizi bei. Wiki iliyopita na msikilizaji wetu mmoja alituuliza, alinotice kuna block ya Voda ilipitishwa kwa around shilingi 450. Labda tu nitawauliza wenzangu wakichangia baadaye, je, bei inaweza ikashuka mpaka shilingi 450 ya Voda? Wataweza kutoa maoni yao, lakini tunaona other top losers walikuwa Precision Air, wali lose kwa 10%, bei yao ilifunga kwa shilingi 360. Lakini pia Swissport huku mwishoni chini, yeye pia ali lose kidogo kwa 1.3%, bei ikifunga kwa shilingi 1520. Kwa hiyo kwa kifupi hao ndio the top gainers and losers. Labda tu kwa haraka tunaona ile index ya CS ya commercial services ambayo ndo kwa kiasi kikubwa ilichangia total market capitalization kushuka. Tunaona imechangiwa sana na movement ya hizi counter Voda pia na Precision Air kushuka kwa 1% kubwa kama the top losers. Tukiangalia pia kwenye investor participation, kulikuwa kuna net foreign outflow, kwa maana kwamba foreign investors waliuza kuliko namna ambavyo walinunua, ambao sasa ile net
net amount ambao waliuza ilikuwa ni bilioni 2.8 kwa wiki hii. Waliuza 72% na walinunua kwa turnover ambao ni sawasawa na karibu 37%. Japo tunaona wao ndo walidominate kwenye upande wa the sell side, lakini local players walidominate kwenye upande wa buy side. Na kama nilivyosema awali, the net foreign outflow ilikuwa ni around bilioni 2.8. Tukija kwenye upande wa bond market, hapa tunaongelea bond market ambazo zimetrade kwenye secondary market, na total turnover wiki hii ilikuwa ni bilioni 224.7. Hapa tunaongelea zote government bonds au hati fungani za serikali pamoja na hati fungani za makampuni au corporate bonds. Kwenye upande wa government bonds tunaona kwamba bonds za miaka 10 zimekuwa zikifanya vizuri au ndo zimekuwa zikipendwa zaidi wiki hii, zikiaccount kwa 35%, zikifuatiwa na bonds za muda mrefu za miaka 25 karibu 29%, na zikifuatiwa na bond ya miaka 20 23%. Ndo ilikuwa hao ndio walikuwa top movers kwenye upande wa bonds au government bonds ambazo zimekuwa traded wiki hii, ambao turnover ya hati fungani za serikali tu kwenye secondary market ilikuwa ni bilioni 224.3. Japo tusisahau kwamba wiki hii kulikuwa kuna mnada wa miaka 25. Huu ni mnada wa mwisho wa tenya ya miaka 25. Kumbuka kuna minada mingine inaendelea hadi mwezi wa 6 utakapoishia, ambapo pia ndio itakuwa mwisho wa kalenda ya serikali kukopa kutoka kwenye umma ya mwaka wa fedha 2024-2025. Tunategemea serikali au BOT watapublish kalenda ya mwaka unaokuja wa fedha, lakini hapa ndo tunamalizia ile minada ya mwisho. Tukihamia kwenye upande wa corporate bonds au hati fungani za serikali za makampuni, kumradhi, tunaona kama ilivyokuwa wiki iliyopita, turnover ilikuwa ni kubwa, ilikuwa haibishani sana na turnover ya wiki iliyopita. Wiki hii imekuwa ni milioni 457, ambapo tunaona CRDB hii ni kijani bond imedominate turnover kwa 87.5% ya turnover yote ya hati fungani za makampuni. Lakini pia CRDB kwa bond yake ya Samia Infrastructure Bond nayo pia ilichangia, pamoja na hati fungani ya NMB ambao hiyo ni ya miaka mitatu, pia ilichangia 6.6% ya turnover ya wiki hii. Kwa hiyo tunaona kwamba turnover imeweza kukua kwa ujumla wake karibia mara 2 ya turnover ya wiki iliyopita. Tunaona turnover ya wiki iliyopita ilikuwa karibia bilioni 121, lakini wiki hii turnover imekuwa bilioni 224.7, karibia bilioni 225. Imekuwa almost mara 2 ya total turnover ya hati fungani zote za government bonds na hati fungani za makampuni. Tunaona activity kwenye hizi bonds imeweza kukua sana. Tukimalizia na kalenda fupi tu kama tulivyosema hapo ya minada ya serikali, kuna minada mitatu. Mnada unaofuata ni wa money markets, treasury bills, ambao utafanyika tarehe 11 June, ukifuatiwa na mnada wa miaka 20 wenye kuponi ya 15.25 ambao utafanyika tarehe 18 June. Hii itakuwa ni reopening ya ile bond ambayo ilifunguliwa mwezi wa pili, na mnada wa mwisho utakuwa ni wa miaka 15 ambao pia itakuwa ni reopening wa mnada ya bond ambayo ilifunguliwa mwezi wa 3 yenye kuponi ya 14.5%.
Na kwa kifupi huo ndio mwisho wa presentation yetu ya wiki ya activities za kwenye equities na bonds. Niwakaribishe sasa wenzangu waweze kutoa comments chache tu kwenye hii kwenye performance ya hii wiki. Karibuni sana. Shukran sana Ibra. Tunaona activities kiongezeka sokoni. Tumeona kabisa kwamba kwenye turnover upande wa equities imeongezeka tremendously, lakini pia hata kwenye bond market. Na bahati nzuri sana Ibra kaongeza kuonyesha ile chart ya mwisho, utaona kabisa kwamba the distribution ya trade imekuwa ina even out. Tulikuwa tumezoea kabisa tukiona activities nyingi zikibaki kwenye miaka 20, 25, lakini sasa hivi mpaka miaka 10 kuna trades, corporate bonds zimekuwa zina trade actively sokoni, na hii inatupa picha nzuri ya soko letu. Inatupa picha nzuri ya soko letu kwamba activities zinazidi kuongezeka, mwamko unazidi kuongezeka kwa watu, na ni muda wako mzuri sana ndugu mwekezaji, na wewe kuhakikisha kabisa kwamba katika haya maduara yote kwa namna moja au nyingine na wewe unahusika kwa msaada wa CRDB brokerage ambao tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Labda pia a small touch base kwenye matokeo yalitokea kwenye mnada wiki hii. Tunaona pia very good activity pale. BOT amekuwa na appetite ndogo kidogo kuchukua hela kwenye umma, na watu wengi najua kuna baadhi labda wapo waliparticipate wakaona wamekosa kwa namna moja au nyingine. I believe tutapata muda pia kuliongelea vizuri sana, kupata commentaries mbili tatu. Mmekuwa kimya sana. Tuambie kidogo what's your take kwenye what's happening kwenye mnada huu? Kikubwa nilichoona ni kwamba Central Bank amekuwa ana tight stance, of course, kwa sababu soko linapokuletea almost kama bilioni 500 na kwenye competitive bidding unaamua kuchukua bilioni 80 tu, inaonyesha kwanza inawezekana kile alichokuwa anakihitaji across mwaka mzima katika bajeti yake ambaye ni kama trilioni 6.6 ameshakitekeleza. So more or less anajaribu kumalizia, so hana pressure kubwa. Lakini pia inawezekana soko vile vile pricing ilikuwa aggressive, lakini mwisho tunaona matokeo yalivyotoka, tunaona bado pricing was on the high side. It also shows kwamba kuna ukwasi mkubwa sokoni, maybe too much money is chasing a few opportunities, lakini benki kuu nayo anajaribu punch back kuhakikisha kwamba the money stays in the real economy. Kwa hiyo kuna a lot of views tunaweza tukaziangalia kama wachumi, lakini kama financial market players. Kwa hiyo that is my take. Kwa haraka hapo utaona kabisa kwamba weighted average yield tuko 14.7 na coupon rate ya 15 years sasa hivi tuko 14.5. Labda pia inaweza ikawa moja ya sababu kwa nini zile cycle zetu zina even out, kwa sababu ukiangalia tofauti ya return kati ya 15 na 25 kwa tokeo kama hili inakuwa sio material sana kwa namna moja au nyingine. Curious kuona 20 years naendaje. Bids 13 tu ndio zimeamua bei mnada huu, na kwa namna moja au nyingine leo tukaona kwa nini bei zimepanda kiasi hichi. Sasa bila kupoteza muda, naona naamini tumesha exhaust weekly wrap. Kama mtu ana maswali anaweza ka drop in kwenye chat, tutajitahidi kuaddress pale mwishoni, lakini najua tuna wageni wetu ndugu Deo na ndugu Lovolilo kwa ajili ya unlock value kwenye mid cap stocks. Ndio muda sahihi kabisa wa kuwakaribisha, lakini kabla sijawakaribisha nimkaribishe Mr. Imani, senior manager CRDB Brokerage Service, atupitishe through Nico kidogo tuone kuna nini pale Nico, kabla tujakaribisha hata kwenye kampuni wenyewe waongezee nyama na kuhakikisha kabisa kwamba wanatupa a very good overview ya what's happening at Nico and what should the investor expect akiinvest kwenye Nico. Imani, karibu sana. Asante sana Ritiko. Asante sana. Wakati tunaanza hii series, niwakaribishe kwanza watu wote mliokuja kwa mara nyingine mliokuja kwenye webinar na hii series ya mid cap stocks. Wakati tunaanza episode zetu nilisema tulianza na DSE, nikasema it's one of the stocks that I hold dear. Nico ni nyingine. Ukiniambia niseme neno moja kudefine Nico, nitasema resilience. Sababu historia ya Nico imekuwa ya mfano.
So tuende moja kwa moja kwenye maelezo ya kampuni na jinsi na biashara yake na jinsi anavyoingiza mapato. Tuelewe biashara, kwa sababu malengo ya hii series ni kuelewa, we go beyond kujua tu hii ni hisa nzuri au hisa mbaya, lakini kuelewa biashara. Mtu unaponunua stock fulani unakuwa umenunua biashara husika, unakuwa kama umeianzisha, umenunua sehemu ya hiyo biashara, kwa sababu ni sehemu ya wamiliki. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa biashara yenyewe inafanya nini. Sasa niko, hii ni overview na umiliki wake, lakini naomba nitoe background kidogo. Niko, kuna taarifa zingine hata ukikia kwenye website yao unaweza kuziona kwamba Niko ilianza around in the late 1990s. Ilianzishwa baada ya kaja kuwa registered kama kampuni I think around 2001, na lengo la Niko ilikuwa ni kumobilize resources na kuhakikisha wananchi wana participate kwenye opportunities za uchumi ambazo zilikuwa zinatokea kipindi kile. Wakaja wakalist kwenye soko la hisa mwaka 2008, na kulikuwa na lengo kubwa la kuhakikisha wananchi, hata wakati wana list kwenye soko na kumobilize resources from the public, kulikuwa na lengo kubwa la kuhakikisha wananchi wana participate kwenye capital markets. Lakini pia sio kuparticipate kwenye capital markets tu, kuhakikisha kwenye IPOs zinazokuja kunakuwa na vehicle moja ambayo inawakilisha wananchi wa Tanzania kuweza kuingia na kuwa na sauti kwenye makampuni ambayo yanakuwa listed. And by the time IPO ilikuwa karibu mwaka huu 2008 ilikuwa ni IPO ya NMB, na resources za Niko baada ya mobilization ya resources kutoka kwa shareholders wengi nchi nzima wakaweza kununua 6.6% ya NMB kwenye IPO yao 2008. Wakaweza kumobilize, wakaanza kununua 6.6% ya kwenye IPO ya NMB. Tamani naomba nabadilisha presentation, lakini the story goes kwamba wakaanza kununua 6.6% shares za NMB kwenye IPO. And bahati mbaya, kwa nini nimeita resilience, kama nikiambiwa niseme neno moja kudefine kampuni, kwa sababu ya mambo yaliyopitia Niko baada ya hiyo IPO. Baada ya hapo kukawa na migogoro ndani ya kampuni. Waliondolewa sokoni kwa sababu kuna publishing ya financial statements haikutokea, kuna compliance ambazo hazikufanyika by the time, kwa na migogoro, then ikaondolewa sokoni mwaka 2011. Wakakaa nje ya soko kwa miaka kama 7-8 mwaka 2018, na kipindi hicho kulikuwa na kesi nyingi, kwa sababu by the time wanaondolewa kuna publishing results zilikuwa hazijatolewa, lakini pia kuna assets, kuna sales za assets ambazo zilikuwa zinafanyika ambazo hazikuwa zimefuata miongozo. Kwa by 2017 in fact wakawa wameshamaliza kesi nyingi, wameondoa management iliyopo, imekuja management nyingine, board nayo ikabadilishwa, ikaja board nyingine. Kwa mara ya kwanza 2017 wakaissue dividend ya shilingi 25, na 2018 wakaomba kuwa listed upya sokoni. By the time walilist kwa shilingi 300, by the time wanaondoka 2011 walikuwa ni shilingi 300, na by the time wanarudi 2018 walikuwa na shilingi 300, walirudi kwa shilingi 300. And during this time something very interesting happened, kwa sababu nimesema walinunua shares za NMB, walinunua 6.6% ya NMB. During this time, wakati migogoro na yenyewe imetolewa sokoni, NMB iliendelea kukua. Tunajua NMB kutoka 2008 mpaka kufika 2018 kulikuwa na significant growth hapo kati, na hata bei ya NMB kwenye IPO ilikuwa shilingi 600. Kwa wakati Niko ananunua NMB alinunua kwa shilingi 600, lakini by the time Niko anarudi sokoni, NMB bei yake ilikuwa shilingi 2340. Kwa net asset value ya Niko yenyewe na assets zake zote zikawa zimekuwa, na NMB amekuwa consistent analipa dividends, kwa amekuwa ni source moja ya mapato kubwa sana kipindi hicho Niko iko nje ya soko. Lakini pia kwa nini amerudi kwa 300? Kwa sababu sheria ya DSE, kama kampuni ilikuwa delisted sasa inakuwa relisted, inatakiwa kurudi kwa bei ile ambayo iliondokea. Ndio maana walirudi kwa 300 despite significant variation between the price and its net asset value. Na Niko yuko registered kama closed ended fund manager, ndio maana nikiongelea net asset value ina make sense. Yuko registered ana leseni ya CMSA kama fund manager, lakini ni closed ended fund manager. Closed ended fund manager ni ambaye ana fixed number of shares au fixed number of units, tofauti na open ended ambao mtu muda wote anaweza kaingia na kutoka bila kuathiri value. Hii ina fixed number of shares, kwa mtu yote unavotoka umuuzi fund manager, ila unamuuzia mtu mwingine ambaye yuko interested, ndio maana iko public. Kama ukichukua open ended kama UTT, maana yake unavyouza units zako unaziuza kwa fund manager, yeye ndo anazinunua, maana yake anakupa hela ambayo ilikuwa kwenye reserve,
unavyonunua units unanunua kutoka kwa fund manager, haziko tradable kwa mtu na mtu nje ya ile relationship kati ya investor na fund manager. Kwa hiyo Niko ni close ended. Kwa by 2018 wakarudi sokoni, wakaanza tena operations. Most of the things tutakavyoona hapa sasa ni operations evolve kutoka hapo kuja mbele. It's quite impressive. Lakini so far umiliki wake sasa hivi sehemu kubwa tunaona anamilikiwa na umma. Hapo umma kuna taasisi, kuna watu binafsi. Kwa hiyo inavyoonyesha general public, sio kwamba ni retail yote. Kuna taasisi na watu binafsi wengi, tusema wanamiliki portion ndogo ndogo za kampuni. Na mmiliki mkubwa kabisa ni PSSSF ambaye anamiliki 9.2%, and then kuna other institutions na other individuals. Hao hii kuanzia 9.2 mpaka hizi 4.7 na 2.8 ni wale largest shareholders, top 10. Lakini tunaona wote jinsi ilivyogawanyika, imegawanyika kidogo sana, and hii inaonyesha Niko kiasi gani, hata ukiangalia kwenye IPO ilivyofanyika inaonyesha kiasi gani it's a public company na shareholders wako iko highly dispersed. Shareholders wako wengi sana na wanamiliki portion ndogo ndogo kiasi kwamba kura yoyote kweli kwa Niko inakuwa ina mata. Mwaka jana ndio Niko wame approve, shareholders wa Niko wali approve dividend policy up to 50%. I think akija Deo au CFO wata clarify vizuri kuhusu dividend policy ya Niko. Lakini pia wamekuwa wanawekeza kwenye financial markets, and then in 2022 tutaona hapo mbele kwenye operations. In 2022 they made a strategic move ya kuingia into real estate. Walianza tangu 2018, walinunua property Msasani, lakini mwaka juzi waliunda kampuni ambayo iko focus na real estate na wakaacquire. Mwaka jana wamemaliza acquisition, kwa sababu acquisition ilianza mwaka juzi. Wamemaliza mwaka jana acquisition ya Mirambo Holdings. Tutaona hapo mbele kwenye numbers ita make sense, lakini wamemaliza acquisition ya Mirambo Properties ambayo inamiliki jengo la Mirambo lenye ofisi za Benki ya Dunia, na ofisi za Niko nazo zikahamia hapo. Strategic, a very strategic move. Kwa hiyo kazi ya Niko ni kama fund manager, kazi yake ni kuwekeza na kutafuta opportunities za uwekezaji. Anakusanya pesa alionayo sasa anaiwekeza kwenye hizo sehemu ambazo anadhani zitakuwa na tija kwa ajili ya shareholders wake. Anawekeza kwenye listed and unlisted financial securities, lakini pia tumeona kwenye plan yake na strategies zake ni kuwekeza kwenye other sectors including real estate, na baadaye atakuja kutuelezea sekta gani nyingine wanaziangalia. Sasa tushajua biashara yake anafanya nini, kwamba biashara yake ni uwekezaji. It's an investment company kama jina lake linavyosema. Mapato yake yanatoka wapi? Obviously sehemu kubwa ya mapato yake itakuwa ni investment income. Na sehemu yote ni investment income, hata rental income ni investment income. Lakini tukisema investment income hapa tunamaanisha investment kutoka kwenye financial securities ambazo sana sana ni equities and bonds, equities and fixed income securities. Kwa tunaona kwa mwaka 2024 zilipanda kwa 15.3%, na imechangia 82% ya income yote ya kampuni. Na income yote maana yake jumlisha na rental income na net sales of land, ambao rental income inatoka, nadhani nao ni kitu atakuja kuelezea vizuri, lakini inatoka kwenye Mirambo. Lakini pia nilivyoona kwenye financial statement ya benki ya tangu mwaka juzi, wameanza kupata some rental income from the plot in Msasani. Hii plot ilinunuliwa tangu 2018 if my memory serves me correct, tangu 2018, lakini walikuwa na mpango wa kuidevelop. This is something that we'll ask, they will explain. Walikuwa na mpango wa kuidevelop, imekuja kuwa developed a bit later na wameanza kupata some rental income, lakini still kuna mipango mingi zaidi. Alafu na sales of land, kuna properties kwenye quarter report ya September. Tumeona kuna properties wamezinunua na kuziuza, zilikost kama bilioni 9, ziliuzwa kama bilioni 9, zilikost kama bilioni 8 kuziacquire na other development of these properties. They made a net revenue kutoka kwenye hayo manunuzi na mauzo ya hizo properties kama milioni 641, na properties ziko listed kwenye hiyo quarterly report. Properties zote ziko Kigamboni. Kwa maana yake ile strategy ya kuingia kwenye real estate, maana yake sasa kuna properties anazinunua, anazidevelop, anaziuza. Kwa sasa inatayari wako kwenye sector mbili, wako kwenye financial sector as in financial securities kwenye soko la hisa, lakini pia kwenye real estate wananunua properties, wanazidevelop na kuzidispose.
lakini kuna other income yenyewe imeshuka, iko volatile, it's something minuscule, ni milioni 260 imeshuka kwa 80%. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mapato zote ni investment income, lakini investment imekuwa categorized in financial securities and real estate, ni sehemu mbili tofauti. Assets zake, total assets zimekuwa kwa 16% in 2024 kufikia bilioni 188. Tutaona evolution yake over time, imeendaje, lakini imekuwa driven sana na investment portfolios za sasa. Equities imeappreciate sana over time. Ukiangalia kama nilivyogusia hapo, tangu 2018 mpaka sasa hivi NMB imetoka 2340 mpaka 6000, na ndio sehemu kubwa ya portfolio yao. Kwa hiyo tutaona evolution yake over time. Hata total equity, net asset value imekuwa mpaka kwa 17% 2024 mpaka kufika bilioni 163, ikionyesha retained earnings zinavyoongezeka. Net asset value per share sasa hivi ni 2645, wakati bei ya Niko ni shilingi 910, kama nilivyosema hii ni closed ended fund manager. Kwa price to book, kama nilivyogusia, bei ni 910, price to book ni bei ni 26% ya book value. Bei kwa 910 ni 26% ya book value, lakini imepanda kidogo kutoka 22%. Maana yake inaonyesha hiyo valuation value inakuwa realized na soko, ndio maana bei yake inakimbia. Kwenye earnings, faida tunaona profit before tax imekuwa kwa 30%, japokuwa mapato yamekuwa kwa around 10 na kitu, lakini faida imekuwa kwa 30%, which shows efficiency, kwamba gharama zake haziendani na, yani gharama zinakuwa, mapato yanakuwa kuliko gharama, shows efficiency. Kwa profit before tax imekuwa kwa 30%, profit after tax imekuwa kwa 34 kufikia bilioni 9, na net margin ya 61%. Net margin maana yake ni faida anayoipata ukitoa gharama zote. Kwa 61% mapato anayopata na retain kama faida, inaonyesha efficiency kubwa sana. Maana yake 39% ndio gharama zote za kuendesha za kampuni na gharama zote zilizohusika kwa huo mwaka, then 61% inabaki kama faida ya kampuni. Na historia yake ya gawio, EPS ni dividend per share. Historia yake ya gawio 2019 I think kulikuwa na, ndio baada ya acquisition ya ile property ya Msasani, walikuwa wametumia cash flow nyingi ilikuwa imeenda hapo, kwa hiyo kulipa gawio. Leo na CFO mkija mnaweza mkaelezea vizuri zaidi, lakini hawakulipa gawio. Tunaona kuanzia 2020 gawio limeanza kulipwa consistently, na kama nilivyosema, kwa mara ya kwanza alipa gawio mwaka 2017 ilikuwa shilingi 25. Nakumbuka kama nakumbuka vizuri 2018 walilipa tena gawio shilingi 25, and then ikafanyika acquisition 2019 kulipa gawio 2020 ikaja gawio la shilingi 10, and then tunaona kuanzia hapo gawio limeanza kupanda 37, 43 na 53 mwaka jana. Na mwaka jana kama nilivyogusia mwanzo ilipita dividend policy ya 50%, so we expect mwaka huu pia watatangaza gawio and the time is right, kutoka kwenye earnings per share 147, so tentatively gawio inaweza kacheza kwenye shilingi 70 point kitu, lakini that is just my analysis. Wenyewe hapo wanaweza kuliongelea vizuri kama dividend policy kweli ni 50% au kuna maelezo zaidi ya hayo. Nisema tutaangalia evolution ya assets over time. Kwa hiyo tunaona kuanzia 2019 assets zimetoka, na sehemu kubwa hizi assets ni shares. Sasa shares za NMB over time imekuwa sehemu kubwa ya assets zao ni shares za NMB, lakini tunaona kuanzia 2019 going forward, na tunakumbuka shares zilianza kupanda. Shares za NMB zilikuwa locked muda mrefu, at some point kama miaka 3-4 zilikuwa locked kwenye 2340, and then kuanzia 2021 zilishuka kidogo, and then zikaanza kupanda kuanzia 22 zikaanza kupanda, na you can tell hapa hiyo correlation. Kuanzia 2022 tunaona appreciation ni kubwa, ambao kufika sasa hivi total assets ni 188. Kienda kwenye borrowings, walikuwa na mikopo ilikuwa ni overdrafts hapa na pale bilioni 2, lakini ukiangalia 2022 imepanda mpaka 24 billion. That is because 2022 they decided to get into real estate officially, na wakafungua kampuni tanzu na wakachukua mkopo ambao waliweka collateral ya bond, treasury bond, wakachukua mkopo bilioni 21.6. Au mkopo ulitumika kwa ajili ya kudevelop sasa hiyo their interest into real estate, facilitate their interest into real estate,
na ukatumika kununua Mirambo Properties, kampuni ambayo inamiliki jengo la Mirambo, kwa hiyo bilioni 21.6. Ndio maana huu mkopo kaongezeka, lakini wote uko collateralized na treasury bond, na riba kutokana na ripoti ya Nico, riba wanaolipa kutoka kwenye mkopo ni 11.5, which is very impressive, is significantly low. Hata wangechukua hiyo wakaenda kurudisha kwenye treasury bond, bado walikuwa wanatengeneza margin, na lakini property walionunua ilikuwa ni prime. Shareholders funds kama nilivyogusia kwamba sasa hivi iko 163, lakini that's the evolution over time, nayo iko highly determined na iko highly correlated na movement ya assets. Sasa movement ya investment, the investment portfolio, na 2021 ilishuka kidogo, lakini imekwenda inapanda throughout the years, na this reflects the retained earnings. Hata kama inatoka gawio, lakini kuna retained earnings ambazo zinaendelea kuongezeka, faida inapanda, ndio maana sasa hivi imefika bilioni 163. Price to book niligusia mwanzo kama ni 26%. Price is 26% of the net asset value, and the evolution over time ilitoka 13% imekwenda inapanda. This shows kwamba soko ina realize value ya Nico. So 2018, another story I didn't tell, 2018 wakati inarudi sokoni, you can imagine kampuni iliyokaa nje ya soko na ilifanya IPO, ikamobilize resources kutoka kwa watu wengi, alafu ikakaa nje ya soko kwa miaka kama 7-8. Watu walikuwa wakijaribu kuuza share zao, wanashindwa kuziuza, kwa kulikuwa na grievance nyingi kutoka kwa watu wengi. Walikuwa wanaona bwana, hela yetu kama hatuwezi kuipata na vitu kama hivyo. Kama kampuni haiko listed, kuuza share inaweza ikawa changamoto. Kwa hiyo kulikuwa na grievances kubwa sana, na hiyo zilikuwa na kesi nyingi, wakienda kwenye agents walikuwa wanavutana na vitu kama hivyo. Kulikuwa na grievance nyingi, watu walikuwa wanatamani kuziuza hizo share. Kwa hiyo ilivyorudi sokoni, kulikuwa na pressure kubwa sana ya shares kuuzwa, hata kama net asset value ilikuwa imepanda, sababu NMB ilikuwa imetoka 600 mpaka 2300, lakini watu walikuwa na hiyo memory, institutional memory sio nzuri, kwa watu wengi walikuwa wanataka kuuza. Matokeo yake bei ikashuka kutoka hiyo 300 ilirudi sokoni, wakati net asset value imepanda, bei ikashuka. Na ukiangalia hii slide ya mwisho hapa, hii kwenye hii kibox cha bottom right, unaona average price 2018 walirudi sokoni kwa shilingi 300, lakini ukiangalia average price ya 2019 ni 175. Manake bei ilishuka more than half during walivorudi sokoni, and as a result watu wengi hawaenda kuuza. Kuna watu sasa walizinunua kipindi hiki walipata faida sana, lakini tunaona over time bei ikaanza kupanda. Ukiangalia bottom right, bei ikaanza kupanda, imetoka 175 and every year imepanda consistently mpaka sasa hivi tunavyoongelea. Hii inaonyesha average price ya tangu mwanzo wa mwaka mpaka sasa hivi ni 704, lakini as we speak ni 910. Kwa hiyo imekuwa inapanda polepole. Kwa hiyo we can say the market over time ikaelewa hiyo grievance ikaisha, na wale ambao walikuwa wanataka kuzipush mwanzoni wameshakaa nazo muda mrefu, walikuwa wanataka kuzitoa wakatoka, then wakaingia wawekezaji wengine, au waliokuwa nazo wakaelewa what was happening, and then value yake imekuwa realized polepole na inaendelea kuwa realized sokoni. Ndio maana unaona hii graph inaenda, it's ascending polepole, inaendelea kupanda. Kwa hiyo imetoka, this is 6 years, imetoka 175 mpaka 704, na sasa hivi tunavyoongea iko 910. Na PE ratio sasa inaonyesha hata kama bei imekuwa inapanda, lakini inaonyesha growth ya faida over time, kwa sababu 2020 PE ilikuwa 8.5, na PE ratio imekuwa defined zaidi ya session 3 PE ratio ni nini, lakini kwa manufaa ya wengi PE ratio ni price to earnings. Earnings hapo ni faida kwa kila share moja, na price ni bei kwa kila share moja. Kwa hiyo inachoonyesha hii ni tukiassume kwa mfano kampuni inalipa gawio 100% ya faida inayopata, yani faida yote inayopata kampuni inalipa kama gawio, itakuchukua miaka mingapi kurudisha hela yako, kwa assumption kwamba gawio linalipwa 100% ya faida na faida itabaki hapo hapo kwa hiyo miaka ambayo utaipata. Kwa hiyo itachukua miaka mingapi? Faida 2020 ilikuwa inaonyesha utatumia miaka 8 na nusu. 2021 miaka 4 ikawa almost half, miaka 4.8, and then tunaona over time 2022 ilishuka, imeanza kurudi juu as the price the value is being realized, bei inaenda inapanda. Kwa sasa hivi bei ya PE ratio imepanda mpaka iko 4.7 na 4.7 times. So kama nilivyosema, sehemu kubwa ya uwekezaji wa Nico na
hela tuseme biashara yake anakoipata na mapato ya kampuni ya Nico yanakotokea ni kwenye hisa. Sehemu kubwa ya portfolio yake imekuwa ni hisa over time, na sehemu kubwa ya portfolio ya hisa ni shares za NMB, and we can tell kuanzia 2021 mpaka kwota ya 3 mwaka 2024 ambapo kulikuwa na ripoti ambayo inaonyesha a bit more information kuhusu uwekezaji wao. Tunaona zaidi ya 90% ya portfolio ya hisa ni NMB still, despite some diversification hapo katikati 2000 tutaona hapo mbele mwaka 2022 I think around 21 na 22 kulikuwa na some diversification away from NMB. Waliuza some NMBs wakawekeza kwenye treasury bonds, lakini bado imekuwa sehemu kubwa sana ya portfolio ya Nico, na dividend za NMB zilivyoendelea kukua maana yake zimechangia sehemu kubwa ya mapato ya Nico. So this is just a breakdown ya umiliki wao wa hisa over time kufikia mpaka sasa 2020. Report ya 2024 annual report bado haijatoka, kwa ikitoka ambayo inaonyesha mpaka December ambayo iko segregated ikionyesha segments za uwekezaji na segments za specific securities, then hiyo tunaweza kuja ku-update baadaye. Hii inaonyesha sa evolution over time. Miaka niliyosema NMB bei haikubadilika, ilikuwa imeganda hii 2019 na 2020 bei value ya uwekezaji kwenye NMB ilikuwa bilioni 77, ilibaki pale pale. Lakini ukiangalia tofauti hapa na hapa kwamba hii uwekezaji walifanya kwenye NMB ulikuwa mkubwa sana compared to DSE na shares zingine zote huko chini. Total 2019 ilikuwa 83 billion imewekezwa kwenye hisa. Out of 83 billion, 77 billion ni shares za NMB peke yake. Na over time bei ya NMB hapa tunaona bei ya NMB ilivyopanda, hata kama kuanzia hapa 2021 na 2022 alipunguza number of shares, lakini value yake imeendelea kupanda. Value ya uwekezaji wao kwenye NMB imeendelea kupanda, na as of quarter ya 3 ya 2024 the value invested in NMB is 108 billion out of the total 114 billion investment in equities. Na hizi ni share nyingine ambazo walizonazo. This is the whole equities portfolio. Wana DSE, TBL, Voda, Twiga, CRDB, Sigara na Tanga Cement na Swissport. Swissport is the lowest investment, wakati NMB is still the largest. Hii inaonyesha asilimia ngapi ya kampuni wanamiliki kwenye hisa zote walizonunua, ni asilimia ngapi ya kampuni wanamiliki. Kwa kama nilivyosema kwenye IPO ya NMB walinunua 6.6 ambayo ilikuwa sawa na share milioni 12.5. Ilikuwa sawa na share milioni 33, sorry. Ilikuwa sawa na share milioni 33 kwa sababu NMB ana share milioni 500. Asilimia 6.6 sawa na share milioni 33. Wakapunguza hapo na 2021 2022 wakapunguza mpaka imeshuka mpaka 4.1%. Kwa hiyo ni 4.1% ya benki nzima ya NMB inamilikiwa na Nico, ambapo sasa na share milioni 20, I think milioni 20.5, and throughout mpaka sasa hivi imebaki iko hapo umilikiwa huko hapo. Kwa TBL nao tunaona walikuwa na 1.87% in 2020, wakadispose some, imebaki 0.04%. Tanga Cement pia, Tanga Cement imebaki pale pale wanayo mpaka sasa hivi, maybe waiting for the buyout that is expected from Skansen, lakini wamekuwa holders tangu 2020. Walizinunua kwa nyuma. CRDB tunaona ni 0.01% imebaki throughout, haijabadilika. Swissport the same, TCC the same, Twiga Cement the same, and DSE similar, ila Voda ilibadilika. Voda walinunua naona ilikuwa 0.14 in 2022 wakapunguza 0.1%, imebaki 0.04%. Kwa hiyo inaonyesha sasa rebalancing ya portfolio. Wanatoa hisa kuhamisha sehemu nyingine au kuwekeza kwenye bonds au kununua hisa nyingine, lakini hapa naona sehemu hisa portfolio nyingi wamekuwa wanapunguza badala ya kuongeza kwenye portfolio ya hisa. Wamekuwa wanapunguza, possibly diversifying into treasury bonds, lakini nyingine ndio wameenda kupeleka kwenye development ya real estate. Nilisema ni hisa lakini pia wana bonds. Bonds, breakdown ya bonds ni wana bonds mbili, 20 na 25 years, at least sehemu kubwa ni 20 na 25 years, na tunajua hizi ndio zina return kubwa na they are the most liquid. Tumetoka kuongelea mnada wa bond hapa kwa benki kuu ametoa
amepata bids 530 na kitu, amechukua bids 13 peke yake, lakini inaonyesha kiasi gani watu wanazitaka hizi bonds za muda mrefu, na kwa sababu return yake ni kubwa na the most liquid, it makes sense kwa portfolio manager kama Nico kuwekeza kwenye hizi bonds. Na tunaona sehemu kubwa ya uwekezaji amefanya kwenye 20 years, na hii 20 years ndio aliyotumia kama collateral sehemu ya 20 years, kwa sababu hii sio bond moja, ziko bond nyingi, lakini za 20 years zina thamani kubwa kuliko bond za 25 years according to this portfolio. Ila bond ya 20 years yenye thamani ya 20 billion ndio ameitumia kuchukua mkopo, kuchukulia mkopo, kuweka kama collateral na kuchukulia mkopo aliochukua kwa 11.5% na kwenda kudevelop, kwenda kununua mirambo, kununua kampuni ya mirambo, lakini kununua mirambo kupitia subsidiary ya Nico Land. Lakini tunaona portfolio imeevolve kutoka 15.4 billion in 2021 to 39.3 billion as of quarter 3 in 2024. Lakini imebaki, this is the shift from NMB, the diversification I said away from NMB, ambayo ilifanyika rebalancing, kupunguza kutoka kwenye NMB kuhamisha kwenye treasury bonds. We can see here this is an increase of about 19 billion, which can be somewhat consistent na ile ilivyopungua 2.5 I think walio dispose ya NMB. So hii hapa na imekwenda sasa hivi iko 39.3 billion. I think imekwenda kuongezea nyingine kununua properties. Kwa hiyo portfolio yake ya bond na bond kubwa mbili, 20 na 25, ambao breakdown yake sehemu kubwa iko kwenye 20 years. Kiangalia as the last results we have 86% ya portfolio yake ya bonds ni bonds za 20 years, while around 14% ya portfolio yake ni bonds za 25 years. Sasa kama nilivyosema, uwekezaji wake ni kwenye financial securities, ni equities na bonds. Kwa hizi investment income niligusia pale mwanzo kwamba tukisema investment income ni investment income kutoka kwenye financial securities. Mambo yote yanayofanya Nicole ni uwekezaji, ni investment. Kwa hiyo we can say investment zake zote, mapato yake yote ni investment income, lakini tukicategorize hapa investment income ni kutoka kwenye financial securities. Na over time dividend income inaonyesha pia ile diversification iliyofanyika 2022, lakini dividend income imekuwa 99%, imekuwa majority ya mapato yake yanatoka kwenye dividend income. Mpaka 2022 interest income ikapanda mpaka 20%, wakati dividend income ikashuka chini ya 80%. Kwa mara ya kwanza dividend income ikashuka chini ya 80%. Hii ndio rebalancing sasa portfolio manager anakuwa anaonekana kazi yake. Na 2023 tunaona imepanda mpaka third ya mapato yake ni interest income, na imeendelea kuongezeka in 2024, almost 35% ya mapato ni interest income. Portfolio inaendelea kuwa rebalanced. We expect going forward, na hata plan ya Nico, the strategy the next 5 years ni kudiversify, kulingana na concentration ya Nico kwenye equities, specifically kwenye kampuni moja. Possibly hiyo diversification itaendelea kuongeza mapato kutoka kwenye vyanzo vingine vya mapato, kwa sababu kama hapa 2024 hata hii inaonyesha tu hizi mbili, lakini pia kuna rental income, lakini kuna properties ambazo zimenunuliwa na kuuzwa. As they diversify away into other sectors, manake inapunguza concentration risk ambao alikuwa nayo, amefocus kwenye security moja, na kwenye security yenyewe amefocus kwenye kampuni moja. Kwa hii diversification, mapato yanavyotoka kwenye sehemu zingine, inaongeza usalama wa kampuni vile vile. Lakini uwekezaji kwenye bonds tumeona umekuwa over time. Hapa tuliona pale kwenye slide iliyopita, this shift from equities into bonds is quite visible. Na sasa hivi kwa 39 billion na investment in equities. Tumeona ili hapa base ilishuka and then zikaanza kurecover, zikapanda despite diversification away from equities. Equities zimepanda kwa kasi sana in the last 4-5 years, kiasi kwamba the largest holding ya Nicole bado ni equities. And maybe this will change over time zinapokuja properties, kwa sababu sasa hivi kuna 20 something billion in properties, then that might become a major holding kwenye portfolio ya Nico. Mapato yake nayo yameevolve over time. Tunaona imetoka 2.8 billion in 2019 to 15.6 billion in 2024, and this is for the full year. Gharama zimeevolve over time, lakini sasa hivi ziko 3.5 billion, na ukiangalia 3.5 billion total expenses for 15.6 billion total revenue, tunaona efficiency ya Nico iko vizuri.
Finance costs zimepanda, hapa ni kutokana na ule mkopo ambao ulichukuliwa 2022. Tunaona ilikuwa gharama kidogo, I think ilikuwa ni the application fee and the likes. Wakaanza kuservice mkopo vizuri in 2023 ambao ni 2.45 billion na 2.17. Hizi zinaeleweka ni kwa sababu ule mkopo ambao umekwenda ku develop subsidiary ya Nicoland ambayo imeacquire Mirambo Properties Limited, na net income after tax nayo imekuwa, ukiangalia kutoka 2019 hapa ilikuwa I think around milioni 40 na kitu, imekuwa mpaka sasa hivi ni 9 billion. This is some story to tell. 2020 ilikuwa 1.5 billion, sasa hivi ni 9 billion. This is more than 6 times growth ya net income, and it tells a story of both mapato kuongezeka kutoka kwenye uwekezaji, lakini pia efficiency kwenye mapato, kwa efficiency kwenye gharama, namna ya kucontain gharama zao. This shows the earnings quality of the company. Hii ni cost to income ratio. Kama tunakumbuka kwa mabenki kuna sheria ya benki kuu kwamba kama umevuka 55% ya cost to income ratio usilipe gawio wala bonus. Kwa hiyo Nico angekuwa ni benki, performance yake ingekuwa outstanding, japokuwa operations za benki maybe zingehitaji gharama kubwa zaidi kuliko ambazo gharama alizonazo Nico. Ingehitaji wafanyakazi wengi zaidi possibly kwa wafanyakazi alionao Nico, lakini cost to income ratio ya Nico as of 2024 ni 17%. 17% tu ya mapato yake yote ndio yanakwenda kama gharama za uendeshaji wa kampuni. Net margin kama nilivyosema pale mwanzo, net margin ni sehemu asilimia ngapi ya mapato aliyopata imebaki kama faida ya kampuni. In 2024 net margin ni 58%. Inaonyesha efficiency, lakini earnings per share nazo tumeziona hapo nyuma. Sasa hivi earnings per share tumeziona hapo nyuma, tumeona faida ilivyokwenda. Sasa hivi ni 147.16, ambao kama dividend policy kweli ni 50% of earnings per share. Maana yake dividend per share ni shilingi $73.6. Sasa mimi sio msemaji wa Nico, kwa hiyo sijekuwa quoted kwamba Nico atatoa gawio la shilingi 73.6. Wenyewe hapo kama itakuwa declared, itakuja kuwa declared baadaye. Najua gawio lote linakuwa proposed na bodi, kwa mpaka bodi ikae i propose gawio, then shareholders will approve ndio itafika. Lakini kutokana na dividend policy na earnings per share alionayo, that is the tentative, that's possibly we might see a dividend around there. The bottom right window inaonyesha return in percentage wanayoipata kutoka kwenye each type of investment. The financial investments ambazo in dividend yield na interest yield. Interest yield inaonyesha return ambayo wanaipata kutoka kwenye fixed income securities, na dividend yield inaonyesha faida wanaipata kutoka kwenye uwekezaji kwenye hisa. Na tunaona in 2019 hapa hata kwenye interest yield haikuwepo kwa sababu uwekezaji kwenye bonds ulikuwa something very minuscule. Imeanza kubadilika in 2020, uwekezaji walioweka ulikuwa mdogo, lakini return ikawa kubwa kuliko dividends. Na dividend over time, kwa sababu kuna shares ambazo zimekuwa stagnant, for instance TBL na TCC, na dividend yake haijawa very volatile. Kuna kwa mfano Twiga, dividend yake imekuwa stable over time hata kama bei inapanda. Kwa maana unaona dividend yield imekuwa chini, na pia kwa sababu dividend yield inakuwa calculated dividend uliyoipata, lakini on the total value at that point, total value ya hisa ulizonazo. Na hizi hisa tumeona kwenye assets kwa zime appreciate over time, ndio maana dividend yield inabaki around 8, maximum ya 8, almost 9%, inabaki kwenye 7%, kwa sababu inaangaa value ya hisa ndani ya mwaka huo husika, tofauti na ukiangalia wakati ameanza kuwekeza mwanzo. So as of 2024, from their investments, with the value of the investments as of 2024, bonds na yield zaidi, lakini hisa hapa sija consider the appreciation over time na the increased dividends over time, kwa sababu inaangalia as of 2024 na yield ya mwaka huo 2024. So summary, when we look at Nicole,
Tangu mwanzo wa mwaka bei imepanda kwa 42%, 42 tangu mwanzo wa mwaka. For appreciation, the appreciation is significant. Kama nilivyosema, the story how the story began na alivyorudi sokoni, watu walivyokuwa na grievances na bei ilivyoshuka baada ya kupanda wakati net asset value iko juu, na hata kama amelipa dividend kwa mara ya kwanza ambayo ilionyesha goodwill, bei ilishuka kwanza, and then soko likaanza ku realize value kidogo kidogo. I think now tunavyoona financial literacy kwenye soko letu la Tanzania inavyokuwa kwa kasi, then unaona kampuni kama hii ambayo ilikuwa highly undervalued, value yake inaanza kuwa realized. Kwa mwaka huu pekee yake imeshapanda kwa 42% tangu mwanzo wa mwaka, this is 6 months, na bado hajatangaza hata gawio. Akitangaza gawio possibly we might see some activities. Net asset value ni shilingi 2654, considering kwamba sehemu kubwa ya value ya assets za Nico ni financial securities ambazo zina value yake inakuwa determined by the market, by market forces. Manake net asset value, unajua ukiangalia net asset value ya kampuni kama kwa mfano ya Cementi, net asset amevalue mitambo yake kutokana na some method, lakini ikitokea wewe umeichukua kampuni leo umeuza zile asset, utategemea sana unamuuzia nani. Either utauza asset kama scraper au utamuuzia kampuni nyingine ya cement or something like that. Lakini kwa financial securities ambazo ziko listed kwenye public market, manake the value that you see is the value that you get. Ukienda sokoni value ni hiyo hiyo, haitabadilika au haitabadilika sana kutokana na mazingira, which means net asset value ya closed ended fund manager ina maana kubwa sana, tofauti na net asset value ya kampuni nyingine ambayo asset zake labda zinategemea specific sector. Kwa net asset value ya 2654 na price ya 910, it shows bado kuna value ya kuwa realized. Sasa PE ratio iko chini ya 5, PE ratio ni 4.7. Manake ukinunua leo na tukaassume hamna faida yake, haikui, imebaki hapo ilipo na inagawiwa 100%, manake utatumia miaka almost 5 kurudisha hela yako. Lakini sehemu alizowekeza zinakuwa asset yake kubwa. Tumesema tumeona ni NMB, tumeona banking sector inakuwa, NMB yenyewe inakuwa, bei kama kwa bei inakuwa, na kama faida inakuwa, market dividends zinaongezeka. Hata ukikompare dividend walilipa mwaka huu na walilipa mwaka jana, tayari kuna some growth. Alafu wana retain dividend, maana hiyo wana retain, wanaenda kuongeza assets, wanaenda kuwekeza sehemu mpya ambayo inaongeza investment income. Kwa maana yake P ratio ya less than 5 is quite attractive. PB ratio ya 0.26, 26%. The price is 26% ya book value. Kwa kama nilivyosema, book value ni financial securities, lakini ni 26% tu. Bei yake ni 26% tu. So you buy 26%, and you buy Nico, you put 26% of its total, its net asset value ndio wewe unayoiweka, and then you get a holding of hiyo 100% ya assets zake kwa bei ambayo iko hapo ya 910. So it shows value kwenye kampuni. Na in summary, kama tulivyoona, faida imeongezeka 34%, earnings per share ni 147, na cost to income ratio 17%. Assets zimeongezeka, zimefika bilioni 188, na mtaji ni bilioni 163. Hii inatokana sana na retained earnings, kama ambavyo tumesema mapato yanakuwa kwa kasi. Lakini sio mapato tu kwa kasi, efficiency yao inavyoongezeka. Kama 17% tu ndio gharama, maana yake 83% wameretain kama faida, alafu wanalipa nusu ya hiyo, maana nusu inabaki kwenda kuwekeza kwenye asset nyingine ambazo zinaleta mapato. Ndio maana net equity inakuwa mpaka inafika bilioni 163, inakuwa kwa kasi kiasi hicho. Mapato nayo yamekuwa mpaka bilioni almost 15, imekuwa kwa 15%. Mapato yote yamekuwa kwa 25%, lakini investment income imekuwa kwa 15% kufikia bilioni 12.8, na rental inflows zimeanza kutoka Mirambo, lakini pia kutoka plot ya Msasani, ambayo mimi plot ya Msasani itakuwa swali langu maybe la kwanza kujua plan ya kampuni na hii plot ya Msasani ikoje. Sababu plan ya mwanzo ilikuwa develop pale maybe waweke na ofisi yao hapo na wapate rental income, lakini sasa tunajua ofisi imehamia Mirambo. Then what's the plan with the Msasani plot? So I would say tunategemea strong dividend income from the investment that they made, particularly from NMB, lakini diversification into real estate imeleta rental income, lakini pia turnover ya hivi viwanja. Tumevinunua viwanja Kigamboni, viwanja 3 ndani ya mwaka jana, at least kwa report mpaka ya quarter 3
walikuwa wamenunua viwanja vitatu na wameviuza vyote wameviuza kwa faida. So that is an area that they've gotten into, or that's a new income stream. Kwenye mpango wa miaka 5 wamepanga kuingia kwenye other sectors, so that's something to look forward to. Baada ya hapo naomba nirudishe kwa moderator na wakaribishe wenye kampuni tuweze kuendeleza discussion ya Nicole. Asanteni. Shukran sana Imani. A very deep dive into Nicole, and na bila kupoteza muda kabisa, Nicole team, karibuni sana. At least mweze kushed light pale ambako mnaona kwamba kuna baadhi ya information ambayo tumezimiss, lakini pia from there kama kuna any commentary tunawakaribisha sana. Karibuni. Asante sana. I think Imani ameweza cover extensively the history of Nicole pamoja na performance and a very good highlight. I just want to give my applause for the analyst team kwa ambacho mmeweza kufanya, mmeweza ku capture information vizuri sana. And just to give a brief on few things ambazo nadhani tungependa kuziongezea msisitizo ni on the shareholding. We are very, very proud of the shareholding that we have katika kampuni yetu ambayo imejumuisha kwa kiasi kikubwa retail investors. Nadhani tunaweza tukawa moja kati ya kampuni ambazo zina retail investors wengi sana katika soko la hisa Dar es Salaam. Currently we have zaidi ya wanahisa 25,000. Zaidi ya wanahisa 25,000. But katika wanahisa 25,000 it gets across makundi mbalimbali kwenye jamii. Kuna religious institutions, institutional investors wapo humo ndani, makampuni madogo, kuna foreigner investors and other taasisi pia za serikali, wote wameinvest katika Nicole. So Nicole ina cut across makampuni, ina cut across wawekezaji wa kila aina. So hata kwa mtu mwingine pia ambaye labda ni mwekezaji mgeni na yuko interested na Nicole, I think inaweza kawa ni sehemu ambayo inaweza kawa sahihi kwake. Kingine ambacho tungependa kugusia ni kwenye performance ya mwaka 2024. The performance was good. Mapato yaliweza kuongezeka kwa takriban 26%. Na kuongezeka kwa mapato kulitokana na vyanzo mbalimbali. Na wakati Imani ana present kuna kitu ambacho aligusia kwamba tuliweza kama ulikuwa unaangalia ulikuwa unasikiza na kuangalia presentation ya Imani, tuliweza kuanzisha vyanzo vipya vya mapato. So katika mwaka 2024 out of the 15.6 billion ambayo tuliweza kurecord kama revenue, dividend income ili contribute 49%, interest income ili contribute 33%, real estate ili contribute 16%. Kwa hiyo utaona kuna movement kubwa ambayo imeweza kufanyika katika miaka hivi karibuni. Contrary to zamani ambapo almost 99% ya mapato yote ya Nicole yalikuwa yanatoka kwenye dividend income. So tumeweza kufanya initiative mbalimbali kuweza kupata vyanzo vingine vya mapato. Sasa hivi hatutegemei dividend income peke yake. Kuna interest income ambayo inatokana na fixed income investments, lakini pia kuna rental income ambayo inatokana na real estate sector. So hayo ni matokeo chanya ambayo yanakuja kutokana na uwekezaji ambao tumekuwa tukiufanya hivi karibuni. Lakini pia tuliweza kuanzisha kampuni tanzu, which is a wholly owned subsidiary, Nicoland Development Company Limited. Yenyewe imefocus sana kwenye real estate sector, ambapo in 2023 tuliweza kufanya 2023 tulianza acquisition process ya Mirambo, na mwaka jana ikawa imekamilika, na unaweza kaona katika mapato yetu ya mwaka 2024 tumeweza ku realize 1.8 billion kama rental income. And the performance of the real estate kwa kweli imeenda vizuri, and we are very positive and confident kwamba
performance yake itaweza kuongezeka, kama tulivyoona kwamba tumepata vyanzo vingine vya mapato. Kwa hiyo na hata hiki pia tunategemea kwamba itaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa sana, nikilinganisha na mwaka 2023 ambapo the investment income ilikuwa inatoka tu katika vitu viwili, interest income pamoja na dividend income, lakini sasa hivi tayari tuna chanzo kingine cha mapato. Kwa hiyo tunadhani hicho itaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kuwa na reliable source of income ambazo zitaweza kuchangia katika maendeleo na ukuaji wa kampuni. Kingine, apart from the income, tumejitahidi maintain cost so that at least on the bottom line the profit iweze kuongezeka. Na over the years, kama alivyoeleza Imani, utaona profit after tax has been increasing kwa kiasi kikubwa sana. You would note kwamba mwaka 2021 our profit after tax was 3.8 billion, lakini ni 2024 imeweza kuongezeka kufikia 9 billion. Kwa hiyo zote hizo ni kutokana na jitihada ambazo tunafanya ku maintain our costs. Our cost to income ratio iko below 20, it is around 20%, even below 20%, so that at least tuweze kuwa na profit kubwa and shareholders waweze kuwa na sustainable returns. Na kwa kiasi kikubwa the drivers to success, vitu ambavyo vimeweza kuchangia mafanikio makubwa, cha kwanza it has been on widening of our investment scope, kama nilivyotaja hapo awali. Tulianza tukiwa tuna invest kwenye listed equity peke yake, lakini sasa hivi we have uwekezaji katika real estate, listed equity pamoja na hizo fixed income ambazo ni government bonds, ambazo ndio sema tulizowekeza. Lakini kingine ambacho kimeweza kuchangia mafanikio ni reinvestment of the income, mbali zaidi na mapato ambayo tumeweza kupata, lakini there is a portion ambayo inarudi katika uwekezaji. Na ukiangalia kwenye financial zetu mwaka 2024 tuliweza ku reinvest around 4 billion katika government bonds, na hiyo hapo utaiona kwamba manake katika miaka inayokuja tunatarajia mapato ambayo yanakuja yatakayokuwa yanakuja kwenye interest income yatazidi kuongezeka. Mwaka 2021 ilikuwa ni almost 1 billion, lakini sasa hivi tumefika interest income kwa mwaka imefika 5.1 billion. Tunategemea kwamba kiasi hicho pia kitazidi kuongezeka. Lakini another driver to success was addressing the shareholders need for sustainable returns. Tumewekeza katika maeneo mbalimbali ambayo yanakuwa yanatupa uhakika wa kuweza kupata mapato, na sisi tukipata mapato manake at the end of the day shareholders itakuwa translated to shareholders value, lakini pia shareholders returns. Ndio maana unaona katika miaka mitano iliyopita kila mwaka tunalipa gawio, lakini sio kulipa gawio peke yake, kila mwaka gawio linaongezeka. Kwa as much as we generate more income, tunatarajia pia itakuwa translated to the shareholders pockets, na gawio pia watakalokuwa wanapokea nategemea pia litakuwa linaongezeka. Lakini kingine ambacho kimechangia katika mafanikio ni support ambayo tunaipata kutoka kwa wanahisa, kutoka kwa board na the whole management team. It has been a very good support na imetusaidia kuweza kuwa na mafanikio mazuri. Lakini zaidi ya yote nadhani ni kwenye share performance. Ukiangalia share performance ya Nico imekuwa nzuri sana. Nadhani ukiangalia katika masoko yaliyoorodheshwa, makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa Dar es Salaam, Nico has been one among the best performing companies. In 2023, the capital gain was 43%. 2024 ongezeko la thamani ya hisa ilikuwa ni 28%. Na mwaka huu
2025 ongezeko la thamani ya hisa imekuwa ni takriban 35%, na nadhani leo soko lilivyofunga, soko limefunga kwa bei ya shilingi 910, which is a historic high price of nickel, 910. Kwa hiyo pia inaonyesha ni kiasi gani investors wana confidence katika kampuni, na pia nadhani ni kuonyesha ni jinsi gani watu wameweza kuona value iliyopo ndani ya kampuni, and we are very happy for the confidence ambayo tunazidi kuipata kutoka kwa investors. Nadhani kwa uchache naweza nikasema hayo. Shukran sana Deo. 17% cost to income ratio, 140 earning per share, na 9 billion in profit. Very impressive, very impressive. Kuna swali Imani aliuliza pale la Msasani, your plans with Msasani plot. Najua bado na maswali mengine mengi sana tunakabisha aya shoot, lakini at least kama ungeweza kuliaddress hiyo either wewe au mwenzako leo naye, tutashukuru sana. Alafu tuendelee kwa ufupi. Kabla Deo haja address issue ya Msasani, nilitaka tu niweke sawa kwenye issue ya dividend ambayo kuna amount imetajwa. Nadhani hebu hiyo amount ichukuliwe kama official kwa sababu haipo. Tusubiri kwa sababu sisi tuna mpango wa kufanya AGM yetu muda si mrefu. Nadhani ndani ya miezi hii 2-3 tangazo litatoka na AGM itakuwa imefanyika. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni wakati mzuri wa gawio. Dividend policy ipo, lakini pia tuna expansion, tuna mambo mengi, na lakini sisi pia ni kampuni ambayo iko listed. Kwa hiyo ile amount ambayo ilitajwa, investors wasichukulie serious sana, waiache kwanza kama ilivyo. Bodi itapitia na itapeleka kwa wanahisa, wata approve gawio. Naomba ibaki hivyo. Asante sana Luvililo. Hapo kabla hujaondoka, naomba basi kama unaweza kutupa picha ya dividend policy ikoje. Najua mwaka jana mlidiscuss kwenye AGM. Kama unaweza kutupa picha tu kama dividend policy na dividend policy ikoje, ili liweze kuwa clear. Dividend policy yetu iko clear kwamba tutatoa gawio ambalo halitakuwa zaidi ya 50% ya faida tuliyoipata. Kwa hiyo nadhani tubaki hapo, lakini tusiende sana kwenye kusema kwamba tutatoa 10% kadhaa ya kutokea earning per share. Kwa sababu Shukran sana. I believe Alisa Imani. Lakini sisi tulivyoiweka ni kwamba tutaenda hadi mpaka 50%. Sio kwamba tutatoa 50%, lakini tuna uwezo wa kwenda mpaka 50%. Sijui kama wawekezaji wamenielewa na facilitator wamenielewa. Nadhani kingine kuongezea hapo alichokisema CPA Ezekiel, our CFO, tunaweza tukawa tumekosa translation sahihi ya neno la Kiswahili, lakini the dividend policy says that we are going to pay up to 50% of the earnings in that particular year. Kwa hiyo it's up to 50%. Then I would like to bold and capitalize the words up to 50% of the profit. Na nadhani hicho ndo it can be a good takeaway to the investors and shareholders. Okay, asanteni sana bwana. Na hiyo ndio thamani ya kuwa na representatives wa kampuni kwenye session, kwa sababu kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunahitaji clarity hata sisi ni structure dividend policy imekaaje. Unajua ilivyotoka kwenye AGM ilitoka tu ni 50%. Kwa hiyo ikienda kwa umma inakuwa bwana ni 50% ya gawio, na tunajua kuna kampuni zingine ambazo ni strictly 50%. Historically wamekuwa wanalipa 50%. Kwa hiyo this is very good clarity kwa wawekezaji kupata kwamba hiyo maelezo ya hiyo dividend policy imekaaje, kwamba it's up to, na hayo maneno yana maana it's up to. Kwa that is very well understood. Asanteni sana.
Okay, Shukran comment sana. uliuliza swali kuhusiana na Msasani. We have a plot in Msasani na plot imekuwa developed. Imekuwa developed na mwaka jana iliweza kuanza kugenerate some income ambapo out of that plot kwa mwaka 2024 tuliweza kurecord 106 million, lakini renovation imefanyika tena. Tunatarajia ndani ya mwaka huu tutazidi tena kupata mapato, and most likely we are confident that also the revenue ambayo tutaweza kuipata kutokana na ile property itaongezeka. Okay, asante bwana Deo. Hiyo clarity. I think na swali lingine lilikuwa likihusiana na real estate hivyo hivyo. Moja ni hiyo plot ya Msasani, lakini pia the overall plan ya real estate sector. Najua mna subsidiary sasa hivi ambayo ina focus na real estate. Plan na hiyo subsidiary ikoje? Is it kwamba itakuwa inachukua plots na develop, tutegemee kwamba Niko ataanza kujenga majengo anapangisha, au atakuwa ananunua tu majengo ambayo tayari yamesharekebishwa, au atakuwa ananunua viwanja na kuuza viwanja, anajenga nyumba? Tutegemee kuona Niko City maybe in Kigamboni huko at some point. Just paint some color on that. Okay, so in real estate our strategy ya kwanza is on property development and property management. So with property management, we have the 50 Mirambo building, which is located at the Central Business District. Iko hapa Posta. Majority of the people nadhani ambao walikuwa wamehudhuria mkutano mwaka jana watakuwa they are aware of it. Iko Mirambo Street, and that's where the building also gets its name, 50 Mirambo. Kwa hiyo kuna hiyo segment ya property management, and then kuna property development ambapo inakuwa ni development ya raw land, adding infrastructure, and then disposing hizo plots in the market. Lakini in the long run tunatarajia as much as the subsidiary itakavyo grow, tunategemea kwamba itaweza kufanya itaweza kufanya property development in a large scale. So we still have confidence kwamba the real estate itaweza contribute much katika ukuaji wa Niko, both in asset size and again also in revenue. Asante Deo, asante. Swali la nyongeza samani hapo, swali la nyongeza. Sasa mmeingia into real estate na imetoka subsidiary kabisa. Asante. Mmeingia kwenye real estate, imetoka subsidiary kabisa, iko focus, na nimesikia hapa plan yenu ya real estate. Na kwenye plan, strategic plan, nimesoma kwenye annual report strategic plan ya miaka 5 ambapo sasa hivi tuko mwaka wa pili au wa 3, ni kudiversify into other sectors apart from financial securities na real estate. Ni sekta gani zingine ambazo mnaziangalia, mnadhani mtawekeza, and should we expect modality kuwa hivi kwamba itaanza subsidiary itakwenda kufocus na sekta fulani, alafu sekta inayofuata pia ikawa subsidiary iko focus kwenye hiyo sekta, modality ya kuwekeza kwenye hiyo sekta? One among the sectors ambazo tulikuwa Imani, if you can pardon, if you can repeat again. I mean, yani sasa hivi tumeona diversify into real estate sector na mmefungua subsidiary. So what I want to know is other sectors that you're looking at, maybe a color on why you're looking at those sectors, and modality ambayo mtatumia, kwa sababu tumeona kwenye real estate mmefungua subsidiary pase ambayo iko focus na hiyo sector moja. Kwa should we expect kwamba sector zingine, for instance, mkiamua mnaenda kwenye kilimo, maybe mtafungua kampuni ambayo iko focus na kilimo, au modality kama if that's been strategically been planned already? Maybe I can chip in. So we had Okay, Deo, go in, proceed. Ezekiel, you can proceed.
So Imani, we had a plan as stated in our strategic plan, ambapo tulikuwa tuna diversify katika sectors nyingine, na one of the sector ambayo tumeshaanza nayo na tayari iko in implementation ilikuwa ni hii real estate sector. So we also bado tunaendelea na feasibility study into other areas ambazo tunaweza tutaenda kuinvest, and so far the feasibility imefanyika vizuri na progress ni nzuri. We are expecting to go we'll be coming up with some other products in the financial sector again, lakini pia we are still continuing with our feasibility on agriculture, sababu kuna areas ambazo zilikuwa interest kwetu kwenye the value chain ya agriculture. Utakuwa unajua how wide the agriculture sector ilivyo, but we are tapping one of the areas katika the value chain in agriculture, being very cautious on the risk that is in the agriculture, but also looking at the returns that we are going to be getting kwa investment tutakazozifanya huko. But also those are the two areas ambazo tayari tumeshaanza kufanya progress katika our diversification. Maybe Ezekiel, if you have something else to add on that. Yeah, maybe just to add on that, kwa sababu the core question was, are we looking into opening other subsidiaries? Well, unajua looking at nickel, ndo maana sisi kwenye logo yetu there is something known as the economic shield of the nation. Na ukiangalia the base na hata the full structure ya nickel, utagundua kwamba that investment scheme nadhani ndio investment scheme ambayo pia ina portfolio ya watu wengi ambao ni closed. Umeona Kwa hiyo tunaangalia sekta mbalimbali na sasa hivi tumekaa kwenye jicho la kiuwekezaji. Kwa hiyo we have a strategy, and our strategy was looking into different sectors, kwa sababu tulikuwa tunaangalia sekta ya gas, tunaangalia sekta ya mining na sekta zingine, the energy sector as a whole, kwa sababu we are going into green, pia SDGs tulikuwa tunaziangalia. Kwa hiyo kwa kufungua mlango wa subsidiary moja ya Nicoland ambayo tuliona kuna some loopholes na gaps kwenye real estate, tunazidi kuangalia subsidiaries zingine. Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba tutaenda kufungua subsidiaries zingine kwa ajili ya kuaddress several industries, lakini what we are seated like an eagle looking at several investment opportunities. Kwa hiyo as a company and as management, I can say kwamba sisi tupo tayari kwa ajili ya kuwa na 360 view ya investment katika area yoyote. Kwa hiyo area ambayo itaturequire kwamba at least Nickel cannot go in front, we need a subsidiary, hatutasita kufungua subsidiary kwa ajili ya kupursue that investment opportunity. Kwa nadhani hiyo ndo picha kamili kwamba tayari tumekaa kwenye jicho la kiuwekezaji. Kwa sisi tunachofanya tunaangalia sehemu ambapo kuna opportunity, we go and invest. Tuna resources, tuna nini, we pursue. Nadhani investors wawe na picha hiyo na mawazo hayo. Asanteni sana wataalamu, asanteni sana. Mimi na swali moja lingine la mwisho kutoka kwenye portfolio ya Nico. So nikiangalia portfolio na diversification hapa, leo umeelezea vizuri sana jinsi mlivyotoka kwenye equities, concentration kwenye equities, mkaanza ku diversify into treasury bonds, na sasa hivi mmeingia into real estate. Lakini najua sehemu kubwa ya uwekezaji ilikuwa ni NMB na still ni NMB, na ukisema una diversify from equities most likely you will diversify from NMB, lakini looking at performance ya NMB ndani ya miaka 2-3 iliyopita, hautamani kama portfolio manager hautamani kwamba maybe unge delay kidogo
ku diversify away from NMB, ungeacha hiyo holding ukabaki nayo kidogo, angalau ka realize hii value hapa mpaka iliyofika sasa hivi? Imani, swali zuri sana. I think I've come across that question several times. Lakini we did that strategically. Na it was done strategically because of two things. If you go back into 2021, concentration ya portfolio yetu 99% was in NMB, and that was putting us on a concentration risk. Lakini pia apart from that, putting all the concentration on one company, which is again the income was coming on dividend, we wanted to have another income line. Now, looking at where did we use our proceeds ambazo tulizipata from NMB, the proceed from NMB was invested in the government bonds ambazo zimetupatia benefit kubwa mbili. Number one is the cash flow income. Currently cash flow tunaipata kwenye government bonds is 5.1 billion kama nilivyotaja hapo mwanzoni. Lakini ya pili, which is very very important na ni muhimu sana kuijua, it's a leverage on the bonds portfolio. Through the bonds portfolio tumeweza kufanya expansion kubwa sana. You can see the expansion ambayo tumeifanya into the real estate, for example the acquisition ya hiyo Mirambo. It was done leveraging on the government bonds portfolio. So had it you understand the market how it is, unavoenda kwenye kuraise unavoenda kwenye financial institution and you want to secure a loan. The loan we took was at 11.5%. Okay, which is a very very good rate, which was very good rate at that particular time, and even now it is still a very good rate for that amount of money. Lakini pia through this collateral tulioipata, it becomes very flexible to expand into again other areas as we are still planning to expand. So you can look and say kwamba maybe we could have still maintained the same amount, but again expansion would have been we could have taken a much longer time to complete the expansion that we are doing at the moment. Yes, Imani. Yeah, lakini pia kutop up hapo kwa Deo, by the time that we decided to diversify, our return on investment on equity NMB was around, I think 7, Deo, if I'm not mistaken, 7-8. 7%. By that time, yes, by that time the return on investment on the bonds was around 15.9. So it was, as Deo said, it was actually a strategic move ya kuona kwamba sawa, this equity is doing good, lakini you should not put all your eggs in one basket. Kwa hiyo you look into how you can maximize your returns, kwa sababu this where we are sitting, our focus is on how we can maximize the shareholders returns. Kwa hiyo tuliona kwamba kwa namna moja au nyingine ifanya diversification kidogo, there is a way shareholder ataenda kurealize ile margin. Kwa hiyo tulifanya kwa under two perspectives. First, to diversify, lakini number two, to utilize and maximize the shareholders returns. Just to add up on what Deo has said. Thank you very much. Asante sana. Naona muda umetupa mkono kweli kweli. Na tumepitia chat section, kuna maswali mengi kidogo, labda tuende kwa haraka haraka ili pia tuweze kusave muda. Angemea anauliza, could you please provide more detail on the specific part of agricultural value chain you intend to invest in? Additionally, could you share the anticipated timeline for this investment? But we'll address hiyo mara moja. In brief, karibuni. On that one, we are looking at processing. Upande wa processing, that is where we are looking at. Shukran. Natoa nafasi ya upendeleo moja. Kama kuna mtu kwenye swali kwenye public anaweza ka raise hand,
tukampa nafasi ya kuuliza. Tumeona maswali mengi sana kwenye chats yanayohusiana na dividends. Kama kwa mtu ana issue ya query ya dividends, Ibra ata project email hapo, lakini kwa dividend hasa unaweza ukafika branch yoyote ya CRDB karibu yako, watakusaidia way forward ili uweze kupata dividend yako kama una issue yote ya dividend. Kuna watu wanaulizia recordings, na Justin kashanyosha, kwa Justin atapata nafasi ya upendeleo. Alafu from there tutaenda kwenye part ya mwisho kabla ya kufunga. Lakini pia tumeona queries nyingi kwa watu wakitaka video zinakuwa available always after the session, na watu ambao wamesubscribe kwenye daily reports wanapata link, lakini pia kwenye YouTube channel ya benki utaipata pia. Kwa hiyo karibuni sana. Justin, karibu kuuliza swali lako kwa ufupi. Justin, tumekuruhusu, kama unaweza ukamute mic uulize. Okay, asante. Thanks so much. Swali langu ni rahisi tu, nafikiri Sefu alishajaribu kuligusia hapo. Sawa, tunajua the reasons za ku diversify portfolio kutoka equity na kwenda kwenye hizi fixed income, na hatimaye tunafika sasa hivi kwenye real estate. Lakini ukiangalia returns on investment za real estate kwa Milambo Properties na hiyo ya Msasani, they are less than 8% ukipiga mahesabu vizuri. Na ukilingania sasa, swali langu la msingi ni kwamba return on investment ni ndogo. Sawa, tuna diversify kuepuka hiyo risk. Management ina mpango gani kujaribu kuongeza hii return on investment? That's first. Lakini second, on Nicoland kwenye hizi buying and selling za hizi properties, ukipiga mahesabu milioni 640 from 8.4 billions investment, bado still unafika kule around 7% return on hiyo investment. Na ukiconsider sasa hii ni kama sasa biashara, kumbuka, kwa sababu pale umenunua unategemea uuze, na tunajua biashara always inakuwa na returns kubwa zaidi ya investment, hasa hizi za financial investment. Ni nini mtazamo wa management na mipango on kuongeza hizo returns kwenye hizi area mbili za Nicoland na real estate? Naomba niwasilishe mkuu. Shukran sana Justin. A brief explanation katika hilo Deo au Nico team? The obvious. Well, labda kuanza na la kwanza alolisema kwamba ukiangalia rental income tulioipata vis-a-vis investment, lakini nadhani mwanzo nilivyoongea na Deo alivyoongea pia kuna points ambazo tulizimiss. Unajua unapoongelea strategy ni kitu ambacho obvious ni ule mpango mkakati, ni kwamba kuna baadhi ya mipango ya muda mfupi na kuna mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo kwa mfano acquisition ya Mirambo Properties ile that was it's a long term strategy, lakini pia ni strategy ambayo tulipin na loan tenure yetu. Kwa sababu for instance for Mirambo our anchor tenant is the World Bank, and we have secured a very long term contract now. Kwa hiyo we are rest assured of the rental income that is going to come in. Lakini bali na hilo, kienda kwenye hizi other trading platforms ambazo tumeziangalia, kwa mfano za land. Za land unajua business yoyote unapokuwa labda unafanya entrance kwa mara ya kwanza, there are some challenges ambazo unaziinkaa, alafu unajifunza na unakuja kufahamu kwamba okay, kuna hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Lakini as we see from our perspective na kutokea tulipo na tunapoelekea, our first entrant in the market imetupa picha nzuri sana, kwa sababu kwa lugha rahisi ni kwamba return on investment tulioipata mwanzo actually ilikuwa above our expectations. Unaona? Kwa hicho kitu kimetupa moyo kwamba okay, kwa hiyo kwa
tukiliangalia vizuri hili na kuliweka sawa, naona kama tunaenda mbali sana. Kwa hiyo nadhani kwa imani na facilitators na lakini pia na investors, I can tell you kwamba be rest assured kwamba kutoka tulipokuwa tuna wazo hili na tulivyoenda kuliimplement na tukapata ile output, kwa sisi tunaona kina opportunity kubwa sana, na so far naona watu wengi wanajaribu kuipursue, lakini we are assured kwamba we have some kind of an added advantage ya kupursue na reap those benefits. Umeona, na tunapoelekea, as far as for instance as we are going to close the Q2 numbers, tunaona kwamba kweli we are going in the right direction. Nadhani I can end up there. Labda kama Deo ana addition kidogo hapo. Yes, Ezekiel, nadhani umeexhaust vizuri for Justin to be able to understand that very well. Okay, Shukran addition sana. question about on top of that. Sorry guys. On Milambo Properties, yes, iko prime area, lakini last report kama nimesoma vizuri, kama nakumbuka vizuri, kama nitakosolewa kama nakosea, the vacancy rate ni 95%, si ndio? Sasa ni nini mtazamo wa management uko wapi on vacancy? Kwa sababu tunaona Milambo, yes, iko prime area, lakini ni kama jengo la muda mrefu kidogo, na sasa hivi tunajua kuna majengo mengi mapya yanajengwa hapo around hapo mjini. Yes, najua CFA ameshasema hapo tuna lease contract kubwa na World Bank, lakini tenants wengine tuna assurance ipi kama wataendelea kuwepo kwenye jengo na tutaendelea, vacancy rate itakuwa more than iliyokuwepo sasa hivi 95%? Kwa sababu tunajua ikishuka hizo tenant rate zikishuka, hizo vacancy rate zikishuka, manake revenue zinashuka na return on investment nayo inaendelea kushuka, na ukizingatia hiyo jengo ni la muda mrefu, depreciation nayo imekaaje? Naomba niripoti. Labda kukujibu kwenye swali lako, tunapoongelea 95% occupancy, the 5% the percentage ambao tuseme floor, lile jengo floor zake zote ziko occupied na World Bank kasoro floor moja tu, na tukiongelea tenants pale hakuna tenants zaidi ya 3. Kwa anchor tenant wetu ni mmoja, lakini pia as management tunaona the loophole ya majengo mengine kujengwa. For instance, we had a forum there at your building ya CRDB. Tulikuja hapo tukafanya tour, we had a very good tour na CFO na CEO as well, lakini CFO ndo alitutake around. We saw the green implementation hapo, na sisi pia that was one of our strategy kwamba we are also turning that building into a green building. Lakini hiyo ni strategy moja ya kuhakikisha kwamba tenants wetu hawaondoki, kwa sababu sasa hivi dunia yote imegeuka kuwa green. Unaona? Lakini mbali na hiyo strategy pia zipo strategy nyingi sana ambazo tumeziweka kuhakikisha kwamba sisi that area is a diplomatic area. Today kuna baadhi ya tenants ambao hawawezi kuwa out of that diplomatic area. Unaona? So that is also another very serious reason. Ndio maana tunasema kwamba despite kwamba jengo inawezekana ni la muda mrefu, lakini hatuachi kuendelea kuliboresha ili liendelee meet international standards. Na the good thing ni kwamba the management is very keen, hasa kwenye kuangalia kwamba the way tunalidevelop katika ile standard ya international ambayo haita tu cost kupoteza tenants wetu. Ona. Kwa hiyo for me nadhani we are in a very strategic area,
ambayo tulilinunua kwanza tukiwa tunaijua hiyo strategic area and a very diplomatic area, lakini cha pili tunafanya kila njia ya kuhakikisha kwamba we are also turning into green, ku make sure kwamba na sisi tunakuwa friendly to the environment, and that is also one of the key issues ambazo as a listed company we are supposed to abide. Yeah, so kwa sisi kwa kweli hatuna hofu kwamba inawezekana tukawapoteza tenants wetu kwa sababu ya investment tuliofanya, lakini secondly strategy nzuri ya kuendelea upkeep jengo kama tunavyowaza. Nashukuru sana. Asante sana kwa a very deep elaboration na kwa clarification zote mlizoweza kutoa. Naamini ndugu wawekezaji wameridhika na wamepata kile walichokuwa nakiuliza. Labda tu kwa sababu baada ya kupitia chats kidogo, you can just, na kwa sababu ya muda, you can just take notes ya baadhi ya vitu vichache. Kuna comments kwenye kupata financial statements timely kidogo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaweza kuexplore kwa namna moja au nyingine. Kulikuwa kuna comments kwenye return on equity kwamba iko chini kidogo, lakini naamini kabisa kwamba by nature kwamba kwa ni investment company, this is more or less something ambayo is more expected, kwa sababu hata ukiangalia dividend yields za kampuni nyingi na rental income ya kampuni nyingi sokoni utakuta ziko way kwenye single digits hapo. Kwa hiyo lakini ni kitu ambacho mmoja wa investor amekiaddress pale. Kulikuwa kuna extension to international market, na mimi ni swala ambalo mmeshaliangalia kwa namna moja au nyingine, lakini ni comment pia kwa baadhi ya investors wameongelea hapo. Na pia kulikuwa kuna investment kwenye mutual funds za idle cash, umeona hawajaona hiyo. Sasa sijui kama mna practice au inakuwa listed katika namna nyingine, lakini I believe this comments comes baada ya money market funds scheme kwa nyingi kidogo sokoni kwa namna moja au nyingine. On our side naona kuna watu wanataka performance ya hizi money market funds. I think it we shall explain kwamba you can just put on your email there. Tuna daily report ambayo tunacover all money market funds za Tanzania, na unaweza kuona returns zake zikoje, you also make a very good decision on where to invest. Lakini pia kulikuwa kuna comment ya Nico na Afriprice kwamba they are doing more or less the same kwa whatever comparison. I think this is the all essence and mid caps PLPI series. We have covered deeply Nico today. Iko siku tutacover Afriprice deeply, lakini sio tu Afriprice, hata kampuni zingine ambazo ziko kwenye mid cap tutacover deeply. Kwa hiyo just stay tuned, endelea kufuatilia the series. Tuko hapa kila Ijumaa kuanzia saa 12 kamili. I believe utapata value kubwa mpaka tunamaliza hii series. Kuna mmoja alitaka kujua na competitive price inapatikanaje. So technically kwa hiyo naona ushajibiwa, lakini kama kuna any further clarification unahitaji, tumeweka hapo kwamba na mtu yote akiwa na swali lolote, akiwa na query yoyote, I think you can reach to us kupitia email ambayo tumedisplay hapo. Kwa hiyo just take note kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi sana nataka nimkaribishe Ami atusaidie kufunga na ka simple session hapo. Naona muda umeenda. Ami, karibu sana. Leo mko mkimya sana. Kwa kweli nimekuwa kimya kwa sababu katika hii session kwanza Nicole is a stock bid nafsi vile na declare kama imani I hold it dear. Ni moja account nazifuatilia kwa karibu, lakini nilikuwa nasikiliza kwa umakini knowing that ni moja accounters ambazo for the past 2 years zimekuwa zikifanya vizuri. Sasa mimi niwashukuru kwanza Deo pamoja na mheshimiwa CFO hapo kwa kuweza kutupatia session nzuri sana. Ijumaa kama leo, Ijumaa tulivu kabisa. So taking your time muda huu kwa kweli it was a huge opportunity cost on your side Mr. Rovililo pamoja na Deo, and tunawashukuru. Sasa wawekezaji, katika yote ambayo tutaongea, mwisho wa siku the most important thing ni kutake action, kuchukua hatua. Na katoka tumeanza hii session ya mid cap stocks, tumeongelea counter kadha wa kadha. Tumeigusa Mkombozi, tukaigusa DSE, tukaigusa Maendeleo Bank,
leo tumeigusa Nicole. Nadhani mmeona katika counters almost zote ambazo tumezigusa toka tumeanza mpaka leo, kumekuwa kuna capital appreciation kubwa kabisa. Tulikuwa tunaidiscuss mkombozi wakati kwa around 590. Tunavyoongea saa hizi wiki hili tu imeclose at around shilingi 900. As 940. Counter kama BSE na yenyewe imekuwa ikifanya vizuri. Ndani ya wiki hii tu mwekezaji wa mkombozi capital appreciation amepata at least 19%. Sasa what do we learn from this? Ni kwamba hizi information tunazozipata ni facilitation. Lakini mwisho wa siku kuona faida ya hiki tunachokizungumza unabidi uchukue hatua. Sasa unafanyaje? Tuna email yetu ambayo ni brokerageservices@crdbbank.co.tz. Huko utawasiliana na sisi juu ya kampuni ipi ununue, wapi ununue na muda gani uingie na bei kwa bei ipi. Lakini kupitia hiyo email vile utapata access ya daily market reports. Huwa tunatoa reports ambazo ni the most comprehensive katika soko letu. Utapata taarifa juu ya performance ya soko letu la hisa la Dar es Salaam, soko la bond, soko la corporate bond, lakini hatutaishia hapo, tutaichambua, tutakupa vile vile na performance ya mifuko ya uwekezaji wa pamoja na masoko ya nje. What does this mean? Ni kwamba unapokuja CRDB brokerage tunakupa access kwanza ya taarifa, lakini access ya kuwekeza Tanzania, lakini ukanda wote wa Afrika Mashariki pamoja na SADC. Na uwekezi huku ukiwa ujuu, unawekeza huku ukiwa una taarifa. So karibuni sana, na kwa wale ambao wanataka kututembelea physically kabisa, don't worry. Njoo CRDB headquarters, utatukuta, tutakuja, tutapiga story, tutapiga kahawa, na hizi services za advisory kwa kweli is free of charge. So come in, tupige story 2-3. Meanwhile niwatakie weekend njema, na weekend hii tuitumie vizuri. Moja katika kurefresh, lakini pili katika kureflect hiki tulichokisikia leo, ili soko linapofungua Jumatatu tuweze kuchukua hatua. Asanteni sana, niwatakie jioni njema. Labda Imani, kabla hujafunga nitake kuwapa pia wanahisa salamu za CEO wetu. Ilikuwa hatujoin lakini tu kuna majukumu mengine yalimbana kidogo, ndio maana tumekosa uwepo wake, lakini he is aware of the session na yuko pamoja na tuko pamoja naye. Nashukuru sana. Asante sana Lovilo. Mwambie tu tunasubiri gawio. Kama wawekezaji, sisi kama shareholders wa Nico tunalisubiri kwa hamu. Imani, just to close up, karibu. Closing remarks from Nicole. Kama CFO alivyosema hapo awali, we are compliant to the law. So najua wengi watakuwa wanauliza when is the AGM, and we expect to be having AGM yetu in the coming quarter, the third quarter. Swali la wengi na kiu ya wengi kuhusiana na gawio itajibiwa kwenye during the AGM, because normally the board ita propose the dividend and shareholders will come and we'll have a discussion on the dividend wakati wa mkutano. Kwa tunatarajia kuwa na mkutano wetu in the coming third quarter, and soon the amount of the dividend hilo swala ambalo ni querying kichwani kwa wengi litakuwa sorted out. Asante sana Deo, asante sana Deo, asante sana Ezekiel, kwa kweli mmekuja mmeupiga mwingi. Kuna kama lengo la session ni ku unlock value, na I think kuna sehemu kubwa ya watu maybe walikuwa hawana uelewa wa Nico ina operate vipi, hasa the future prospects. Kuna webinar moja hapa nilisema mimi ningekuwa ndio CFO natakiwa kugaga wewe, ningelipunguza kwa sababu ya opportunities zilizoko mbele. Hata kwa nyie najua na stress kuhusu gawio na nini, lakini kwa kweli kwa mipango mnayoisema hapa, opportunities ambazo ziko huko kwenye real estate na sectors zingine, tunajua opportunities zilizoko Tanzania ni nyingi sana. Na nyinyi kwa sababu mmeamua ku diversify into other sectors, hopefully efficiency itawaongoza na ku unlock value kwenye hizi sectors zingine, ilete value kwenye shareholders wa Nico. Kwa asante sana kwa kufungua macho na kutuelezea shughuli mnazozifanya na mipango mlionayo kwa ajili ya hii kampuni. Kama ambavyo ilianza ni kwa ajili ya kuempower Tanzania kuwa inclusive kwenye uchumi wao,
I think hii mipango yote inaenda kusaidia kukuza uchumi. Kwa hiyo asanteni sana, niwashukuru sana kwa muda wenu, wawakilishi kutoka Nicole, lakini wawekezaji wote mliokuja kushiriki kwenye hii session. Asanteni sana, tukutane tena wiki ijayo tukiwa na session kama hii. Tutasema wiki ijayo tutakuwa tunaongelea kampuni gani. Niwatakie weekend njema na Eid Mubarak. Thank you so much.